vijana wote Kenya, tafadhali vijana, na wasi mahali mupo munisikilize, na wasi mujitokeze, muchukue kura, mupate parapara yenu. Musifuate zile parapara ambayo tulifuata Sikatu West. Mufuate parapara yenu. Hii dunia, wakati mtu amesaliwa, akitoka kwa tumbo ya mama yake, akiwa kwa tumbo ya mama yake anakaa anasikia vizuri. Lakini wakati anamesaliwa mara yake ya kwanza, lazima mtu alie, kwa sababu majaribu hiko ndani hapa duniani. Ndio nawaambia vijana, tokeni katika kwa mitalati, tokeni katika kwa raha, henda mchukue vitambulisho na mfuate parapara yenu. Muko na uwezo mkubwa wa kupatilisha hii nchi ikue nchi ya maana. Kuna kitu mwandishi mmoja alinisomesa katika kitabu cha No Longer This. Mwisho wa hiyo kitabu, mwalili wa hiyo kitabu anaitwa Chinua Achebe, alisema hivi. Hiyo ni kitu ya busara sana. Akasema, akaangalia, akaona nyoka ni wanyama hatari sana, na wangekuwa pamoja, binadamu angeweza na hiyo nyoka, angewezana na hizo. Lakini kwa vile zinaenda kando kando, kutengana, ndiyo maana binadamu anacheza nao, anachiua, anajichezea, anajifanyia vile anataka. Kwa hivyo nyoka ni hatari kuliko hata simba. Lakini singekuwa pamoja, hata binadamu angeogopa. Kwa hivyo na nyinyi vijana, mimi nawaelimisha hivi. Chukua parapara zenu. Majaribu ya pesa hiko. Utapewa pesa leo, kesho pato umechagua kiongozi mbaya, kesho utabaki kwa ile mitalati, utabaki kwa ile maisha yako mbaya. Usijaribu kufanana kama nguruwe, kwa sababu nguruwe ukiisafisha, uiweke mahali pasafi, uipe hata dakika moja, inarudi kwa mazingira yake. Kwa hivyo nyinyi chukua mkondo wenu. Tangu tulianza kuona serikali, mimi niliona ya Kenyatta, nikaja nikaona ya Moi, nikakuja tena nikaona ya Kibaki, nikaja nikaona ya Uhuru, mpaka hii. Kuna vitu ambaye nimesa rekodi kwa hizi serikali, ninajua sana. Hakuna serikali yenye ambaye ipendelei. Yaani kiongozi ameshajitolea kufanyia mwananchi kazi. Yeye badala ya kufanyia wananchi kazi, yeye anafanya kazi yake, marafiki zake na kabila yake. Ukiangalia hata ajira inaenda kwa makabila, kwa mahali mtu anaongoza mahali hiko. Ukiona kazi ya serikali imetangazwa, jua ya kwamba hiyo ni yule ambaye anaongoza. Kuanzia mwanzilishi mpaka saa hii. Kwa hivyo vijana, tunataka tusaidiane. Nyinyi ndio mnaumia, sisi tuliumia. Lakini sisi kwa hii miaka hakuna vile tutasaidika. Lakini nyinyi kuwasaidia, wacha niwaambie kama mzee. Mkitaka kuona ukweli wa hiyo vitu vyenye mimi naongea, angalia Atuoli. Ni mfano mzuri sana. Amekaa mzee, amesabu serikali ya Moi, akaja akasabu serikali ya Kibaki, akaja ya Uhuru akasabu pato.
lisilosiba pato. Hataki kutoseka ya kwamba kuna vijana ambaye nimezaa wajukuu wanastahili kukuja kuliti hii kazi. Vile vile na wote wako hivyo. Hakuna mzuri hata ndugu yako. Kwa hivyo hata ndugu yako, wacha nikwambie kijana, hata ndugu yako, hata mama, angalia vile mnahangaika. Tuko na women rep. Wamama wamefanya nini kuhusu nyinyi kwa sababu wao ndio waliwasaa? Chukua mkono yenu. Ni saa hii inaona lecturers wa university wako na mgomo. Vile wanafunzi wanaendelea kulia, wanatoa pesa na hakuna faida ya hizo pesa, kwa sababu hawapati service ya masomo ya hizo pesa. Na ni ukweli, hakuna mwenye akona haja na wewe, kwa sababu viongozi tuko nao ni walafi, wanajipenda wao wenyewe katika na matumbo sao. Nje tukitaka kujisaidia, tutajisaidia kivipi? Vijana, chukua mkondo yenu. Wachana kuletewa shilingi 5. Wachana kuletewa shilingi 5 uimbe ya kwamba huyu ndiye amenisaidia. Mtu akiona wakati amefikiwa, ataweza kukuletea hata mali yake yote uguse, lakini ukimrudisha anarudi ile hali yake ya kawaida, kwa sababu mtu aliumbwa vile hapo. Kwa hivyo nawaelimisha vijana, muamuke mapema, muendelee siku kwa siku kutafutana na kujiregister kama wapiga kura. Nikimaliza nikisema hivi, counties zetu ambaye 47 counties, siko na 6 kubwa sana. Maendeleo katika counties alikuwa tangu 2022 ni kama pesa singii kwa counties, na ingekuwa vizuri ama kama hizi pesa zinaingia, gavana wanapora hizi pesa. Kwa hivyo tafadhali, kila mwananchi ako kaunti yake, hakikisha hiyo kaunti yako hiyo ugatuzi imekufaidisha. Wachana kuwawa katika misingi ya ukabila. Hii misingi ya ukabila ndio inakuja na saa ufisadi, ndio inakuja na saa service katika serikalini. Unakuta mtu anataka kusabu mtu ambaye anaongea lugha yake, akienda sana, we uko na ngapi? Ukitaka kuamini, angalia vile kazi za serikali zinaachiliwa. Lazima uweke kenye uko nayo kwa mfuko. Nje mimi kama masikini, mimi kama mtoto wangu amehitimu hiyo kazi lakini masikini, siwezi pata. Kwa hivyo unachiringa ya kwamba Kenya iko huru na umepata freedom. Hiyo freedom yako, wacha niite hiyo freedom yako, ni ya uchinga. Kama Kenya imepata freedom, saidia ule kijana masikini, ule msichana masikini, huyu wa mama mchane, ule papa ambaye alipoteza bibi yake, ameshindwa kulea watoto wake. Saidia. Ukisaidia hata mmoja katika kwa hiyo boma, umesaidia hiyo jamii. Lakini kazi za serikali, hata service za serikali sina tuuti. Hakuna service ambayo inaenda bila kuongana, na hakuna mwenye amesimama kupigana na hiyo. Nikisema hivi, wananchi sisi ndio tumekuwa wabaya. Tukiangalia vizuri, kweli kweli tukiangalia vizuri, mtu kama Fred Matiang'i ni rekodi yake inamuuza. Yeye si mwenye siasa, lakini mtenda kazi. Ameshafanya kazi na ameonekana. Ni nini kama ucharogwa? Ni nini kitaweza kukufanya ukatae huyu? Wacha niongee kama Paul aliambia Wagalatia.
katika Biblia. Akawaambia Wagalatia, mumeona haya maajabu yenye Kristo amefanya. Ni nini kimewaroga? Mumerudi katika hii hali yenu ya uchafu kama nguruwe. Na nyinyi wacha niwaambie, unaona huyu Fred Matiang'i anataka kusimama wa Kenya. Na mulimuona ukweli kabisa. Ni mchapakazi na alichapa kazi. Sawa sawa na ule marehemu wa Tanzania alikuwa anaitwa Magufuli. Unajua Magufuli wakati alikufa, wamama, watoto, wasee, vijana walijitokeza, wakarusa hata maleso sao, hata vitu yao wakarusha kwa barabara. Walifanya kilio ya kuonyesha ya kwamba wamepoteza shujaa wa kazi. Nje wewe Mkenya, wewe ukweli mimi nakuuliza swali. Kama uliona huyu Fred Matiang'i alikujabia kazi, angalia elimu vile alikuwa anafanya. Alikuwa anaenda mpaka kwa shule. Angalia security vile alikuwa anafanya. Alikuwa anaenda mpaka mahali kitendo mbaya kimetendeka. Mimi nakuuliza swali. Ukweli. Na huyu mtu ni mtu ambaye anapenda nchi yake. Unajua hata hizi uniform za blue za polisi, yeye alishitengenezea hapa peti hapa mahali niko hapa. Alikuwa anakuja kila wakati kukuja kuona hizo uniform. Mimi niliona na macho yangu. Mimi nakuuliza Mkenya kweli. Mtu kama huyu mtendakazi naye pia aende kufichwa nyuma ya mtu amufanyie kazi. Mtu kama Kalonzo tukimwangalia vizuri, Wakenya watukufu wenzangu, tuache mambo ya ukabila. Kalonzo alisabu serikali ya Kenyatta. Kalonzo akaja akasabu serikali ya Moi. Kalonzo akakuja akasabu serikali ya Kibaki. Furthermore akawa deputy president, naibu wa rais wa Kibaki. Ni nini amefanyia Wakamba wenyewe kutoka nyumbani? Ni nini amewafanyia Wakamba wenyewe kutoka nyumbani? Na amekuwa mawaziri muda mrefu. Nini amefanya? Unajua mpaka Ngilu alikuwa anasinda Kalonzo. Wewe wa Kenya, ni nini kweli kinawasumbua? Ndio maana nasema hivi. Sawa ni hii. Vijana chukua vitambulisho. Chukua kati za kura. Chukua barabara yenu. Tukifuata hii barabara ya watu wakubwa hawa, wametuongoza miaka naenda miaka rudi. Hawa ni wale. Ni misitu inapatilika. Lakini ni wale. Nikimalizia kusema hivi. Niliona Gideon Moi akienda State House. Unajua yule ndugu alienda kusalamia ndugu mwenzake. Na ni vizuri. Ndugu akienda kusalamia ndugu mwenzake, makosa iko wapi? Kwa hivyo Gideon Moi kuungana na rais, hao ni mandugu, wametoka ukoo moja, jamii moja. Hii hakuna shida. Kwa hivyo ni vizuri sana na ni mfano mzuri kuungana kuwa pamoja. Kwa sababu mandugu inastahili mtembee pamoja. Hata Mungu mwenyewe anasema, penda ndugu yako bila unajipenda wewe mwenyewe. Asanteni sana.